Sawa, hiyo ni kwa upande wa tunasema pia kocha Fadlu Davis. Murtaza Mangungu, mzee wetu bana, mzee wa chiki. Pia baada ya mchezo naye alizungumza pia na yeye akasema kwamba sasa hivi Simba hawana hofu ya kucheza kwenye viwanja vya ugenini kutokana na ile experience ambayo wamekuwa nayo. Wanaweza wakacheza mahala popote na wakapata ushindi katika uwanja wowote. As long as ni dakika 90, as long as mpira ni ule. Akakubali kwamba siku ya jana wamepoteza nafasi nyingi, lakini wana uwezo wa kwenda kushinda pale Afrika ya Kusini. Kauli hii nilikuwa najaribu kufikiria kwamba kwenye viwanja vya ugenini hususan katika msimu huu dhidi ya Al Masry 2-0 Simba wakafanikiwa kupata bao. Dhidi ya CS Constantine tunakumbuka 2-1 ilikuwa walifanikiwa kupata bao moja nadhani. Lakini pia mchezo wao wa dhidi, kwa sababu kwenye makundi wamecheza na CS Constantine, si ndio? Alafu mtu mwingine ambaye alikuwa naye pia kwenye kundi ambaye alifanikiwa kucheza naye na kuweza kupata matokeo ambayo ilikuwa ni najaribu kufikiria namna ambavyo walipata wale wa Angola. Bravos de Maquis. Na tukiangalia pia record yao ya kupata matokeo kwenye viwanja vya ugenini, of course wapo wanafunga ndio, lakini sio kwa kiwango hicho unaweza kusema. Kwenye football wanatumiaga pia falsafa ya kujifunza, kufuta kile ulichojifunza alafu unajifunza tena upya. Simba katika mechi za ugenini tangu kipindi hicho sasa wana kikosi ambacho kilikuwa ni hatari zaidi, kikosi kinachoongozwa na Triple C, Clatous Chota Chama, Medi Kagere, Emmanuel Okwi. Walikuwa wakipata matokeo mabovu katika viwanja vya ugenini. Unakumbuka zile 5-5 dhidi ya Al Masry na dhidi ya AS Vita kwa pale nchini Misri na Kongo. Ziliwapa namna kujifunza, namna kudili na mechi za ugenini. Kitu cha kwanza ni kumheshimu mpinzani. Tulia katika eneo lako, msome mpinzani, halafu fuata ile mipango yako ambayo ulienda nayo kwa ajili ya kutafuta matokeo. Tuliona katika baadhi ya mechi chache ambazo walikuja kucheza katika viwanja vya ugenini, walianza kupata matokeo ambayo hayakuwa kuridhisha sana, lakini angalau ilikuwa ni matokeo ya kujifunza kwao kulingana na mechi ambazo zimepita. Lakini kwa sasa hivi uimara uliokuwa nao Murtaza Mangungu alichokisema ni sahihi kabisa. Kuna uhakika ama kuna asilimia zaidi ya 60 za Simba kupata matokeo bora katika mechi ya ugenini kutokana na aina ya wachezaji waliokuwa nao wenye uwezo wa kuamua matokeo. Ni wachezaji wenye uwezo wa kipekee, na ndio hatua kama hizi zinahitaji wachezaji wa namna hiyo. Wakati ukihitaji timu icheze kiumoja zaidi, lakini wakati huo utahitaji mchezaji mmoja ama wawili wakupe matukio ambayo ni ya kipekee, ambayo wapinzani itakuwa ni ngumu kwao kutafuta solution ya kudhibiti hayo matukio namna hiyo. Maana katika mechi ya marudiano dhidi ya Al Masry ambayo Elimpanzo anafunga lile goli, ni aina sasa ya matukio ambayo yanahitajika kuonekana katika mechi za ugenini. Mchezaji mwenye uwezo wa kuamua jambo katika mazingira magumu kama yale, kwa maana dynamism aliyokuwa nayo, ule umachachara aliyokuwa nao unahitajika katika maeneo kama yana, ndio kitu ambacho kinahitajika pia katika mechi ambayo inachezwa pale jijini Durban. Baada ya wao kushindwa kupata nafasi kucheza katika uwanja wa Cape Town pale ambako ndio walikuwa na ambacho kilisababisha ni kutokana na timu ya rugby pale nchini Afrika Kusini inaitwa the Stormers. Walikuwa wameingiliana kiratiba na ikabidi sasa wahamie katika jiji la Durban. Kwa mazingira ni yale kama ambapo Simba wameama kutoka Benjamin Mkapa kwenda katika dimba la New Amaan Complex. Hakutakuwa na tofauti yoyote, kwa sababu tumeona hamna tofauti yoyote kati ya Simba kucheza pale katika dimba la Benjamin Mkapa na katika dimba la New Amaan Complex. Pressure mashabiki ilikuwa ni ile, ubora wa Simba katika kucheza ulikuwa ni ule, na matokeo yaliyopatikana ni yale ambayo ameshazoeleka. Kwa hata kule Durban pia Simba wategemea kwamba Stellenbosch hawatakuwa wamebadilika kutoka Cape Town kuja Durban.